Shalom shalom. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mpendwa, wewe unaendelea kufuatilia mafundisho katika channel yetu ya Mikono ya Kristo. Mungu akubariki sana na uendelee na moyo huo huo. Leo katika mafundisho yangu nimekuwa nikitafakari kuhusu mkate. Nikasema nikushirikishe na wewe utafakari kuhusu mkate. Neno ni moja tu, mkate. Na nikagundua kwamba mkate umeleta shida kubwa sana katika ulimwengu wa leo. Huu mkate ndio unaoleta vita. Mkate huu ndio unaleta usaliti. Mkate huu ndio unaleta kutokuaminiana. Mkate ndio unasababisha watu wasipendane. Mkate huo mkate unaouona huo mkate, watu wanaandamana kwa sababu ya mkate. Amani imetoweka kabisa kwa sababu ya mkate. Mkate. Weka Biblia yako karibu ili tuende tukatafakari sasa kwa pamoja, mimi na wewe, juu ya mkate. Kwa kawaida, kwa mtu ambaye ana tabia kununua mkate na kupeleka nyumbani kwake, kwa maana ya kula mkate iwe asubuhi iwe jioni, kwa wakati ambaye anaona unafaa, mkate hauliwi hivi hivi. Yaani mkate lazima utachanganywa na kitu kingine. Ni ngumu sana kuona mtu anakula mkate hivi hivi. Mawili, labda ana changamoto fulani au hali yake kiuchumi sio nzuri. Lakini mtu yote ambaye anaelewa kwa habari ya mkate, mkate hauliwi hivi hivi. Lakini kitu cha kushangaza katika dunia ya leo, watu wengi sana wamekuwa wanakula mkate hivi hivi. Yaani mtu anatafuta mkate, hana chai, hana supu, hana chochote kile ambacho kinawasapoti kula mkate. Wakati mkate, kama nilivyokuwa nimekwambia, hauliwi hivi hivi. Mkate. Usidharau mkate mpendwa. Umeleta shida kubwa sana. Ndoa za watu zimeharibika kwa sababu ya mkate. Mahusiano maofisini yameharibika kwa sababu ya mkate. Ndiyo, mkate huo umeleta shida sana kwenye maisha ya wanadamu. Ukitafakari vizuri kuhusu mkate, utaelewa kwamba dunia ya leo watu hawapendani kwa sababu ya mkate. Ndugu hawasalimiani kwa sababu ya mkate. Marafiki si marafiki tena, wamekuwa ni wahasimu kwa sababu ya mkate. Upendo umepoa kwa sababu ya mkate. Ndiyo, ni mkate tu. Huo mkate ambao unauona. Siongei kwa habari za methali siku ya leo. Ninaongea kwa habari za uhalisia kabisa wa maisha, kwamba mkate ndiyo tatizo. Lakini kwa nini mkate umekuwa tatizo? Watu wengi wanatafuta mkate peke yake. Hawataki chai, hawataki chochote ambacho kinasapoti mkate, wakati mkate hauliwi bila chai. Mkate hauliwi bila supu. Mkate hauliwi bila kichanganyiko cha aina nyingine. Wengine wanaweza kuweka siagi katikati ama mboga katikati. Mkate hauliwi hivi hivi. Lakini matatizo yamekuja makubwa sana kwa sababu watu wanakula mkate bila kitu kingine cha kusapoti ule mkate. Na wewe pia pengine una tatizo hilo. Unakula mkate peke yake. Mkate hauliwi peke yake. Watu hawa wangeelewa umuhimu wa kula mkate na chai, mkate na supu, mkate na kiambatanishi chake kingine chochote, hii dunia ya leo ingekuwa na amani. Mkate. Unaweza kuupuzia mkate, lakini nakuhakikishia kabisa ndugu yangu, mkate ni tatizo. Nataka kusema nini? Watu wa leo wanatafuta kulishibisha tumbo. Watu wa leo wamekuwa watu wa kutafuta pesa, mali zaidi. Na ukiangalia mahangaiko yao yote ili tumbo likae sawa sawa. Na tumbo lisipokaa sawa sawa, mtu hawezi kutafuta kitu kingine chochote. Hakuna mtu ambaye anaweza kutafuta kujenga wakati tumbo lake halina kitu. Hakuna mtu anaweza kutafuta kitu kingine chochote cha maendeleo ambacho kinahitaji fedha wakati tumbo lake halina kitu.
Cha kwanza mwanadamu analitafutia tumbo. Ndio maana palipo na njaa kila kitu watu wanasahau. Palipo na njaa, mahali popote kwenye njaa, mtu akumbuki gari lake, mtu akumbuki manyumba yake, hakumbuki biashara zake, sijui za hardware, sijui biashara zake nyingine, hakumbuki. Palipo na njaa kila kitu kinaachwa. Watu wanakumbuka kuhusu nini? Mkate. Mkate, usiudharau mkate. Unaleta shida kubwa sana kwenye maisha tulionayo leo. Ukisoma katika vitabu mbalimbali kwenye kitabu cha Biblia, maandiko mbalimbali ambayo yameandikwa humu, neno la Mungu linaeleza vizuri sana kuhusu mkate. Watu wamekuwa wakijisumbua sana kuhusu mkate. Watu wanahangaikia sana kuhusu mkate. Yaani wewe unaamka asubuhi wazo lako ni mkate. Ndiyo, unaenda kutafuta fedha ili ukanunue mkate. Cha kwanza ni mkate. Cha kwanza ni chakula. Lakini chakula ni kwa tumbo. Na tumbo ni kwa chakula. Na uwe ndio mkate. Hauendi peke yake. Wakati unahangaikia kupata mkate wa kila siku, wakati unajihangaisha kupata mkate wa kila siku, wakati unaitumia akili yako zaidi kutafuta mkate wa kila siku, unasahau kwamba mkate anayetoa ni Mungu mwenyewe. Unasahau kwamba baraka za mkate zinatoka kwa Mungu mwenyewe. Zinahitaji wewe kuelewa kwamba ukiwa unaotafuta mkate, ujue kwamba natakiwa kumtanguliza Mungu ili anisaidie kupata mkate. Na nikishapata mkate, nitafute na chai, nitafute na supu. Leo nimeamua kufundisha juu ya vyakula, labda tunaweza tukaelewana kwa haraka. Nataka kusema kitu gani? Fungua Biblia yako, kitabu cha Mathayo sura ya 4 aya ya 4. Ukisoma kwa habari ya Mathayo sura ya 4 aya ya 4, shetani alikuwa anamjaribu Yesu wakati fulani. Yesu alikuwa amefunga. Pale Yesu alipokuwa amefunga siku 40. Lakini alimjaribu kupitia chakula. Ukiona Yesu alijaribiwa kupitia chakula, maana yake wanadamu hilo pia ni tatizo lao. Chakula kinaletea majaribu. Kazi yako leo inasababisha unagombana na mtu mwingine. Riziki ya rafiki yako imekusababisha umemkasirikia. Kipato cha ndugu yako kimekusababisha hauendi kumsalimia tena. Tuko pamoja? Uchumi wa ndugu yako, wa rafiki yako umesababisha ugomvi na uhasama. Familia haziongei, marafiki wamefarakana, hakuna tena amani, umoja, upendo. Wapenzi, wanandoa wamesalitiana kwa sababu tu ya kipato. Mkate unasimama badala ya kipato. Yaani mkate ni riziki. Mkate ndio kipato cha kila siku unachohangaika nacho wewe. Sasa wangapi mmegombana kwa sababu ya hilo? Mathayo 4:4. Naye akajibu akasema, imeandikwa, mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Neno la Mungu linasema, wakati wewe unahangaika mkate, nimesema mkate hauliwi bila chai. Wakati unatafuta kujitafutia mahitaji yako ya kila siku kwa ajili ya mwili wako na vitu viwili ama vitatu. Tunasema mtu ni roho, anayo nafsi inayoishi ndani yake. Uelewe hili swala. Huo mkate unaotafuta ni kwa ajili ya mwili wako. Hayo mahitaji unayotafuta ni kwa ajili ya mwili wako. Fedha hailishi roho yako. Sawa sawa? Majumba hayalishi roho yako. Magari hayalishi roho yako. Bali neno la Mungu linalisha roho yako. Wakati unahangaika kutafuta mkate, tafuta na chai. Kumbuka kutafuta na chai. Kwa sababu usipotafuta chai, wewe lazima utaangamia. Lazima utapotea. Lazima utagombana na watu. Lazima utafarakana na watu. Kwa nini? Kwa sababu unatafuta mkate bila chai. Unatafuta maisha ya mwilini bila kuyatafuta maisha ya rohoni. Wakati Mungu anataka unavyofanikiwa rohoni ndivyo ufanikiwe mwilini.
ulivyofanikiwa mwilini ndivyo fanikiwe rohoni. Yaani kile mtu ambacho anakiona kwa macho yake ya nyama na rohoni uwe umefanikiwa katika kiwango hicho hicho. Yaani unaamka asubuhi mpaka jioni ama alfajiri. Maanake mwingine anatoka alfajiri anarudi alfajiri. Yaani mtu anatoka saa 9 au saa 10 anarudi saa 9. Yaani ni almost anafanya kazi masaa karibu 24. Au mwingine anatoka saa 10 anarudi saa 5 saa 6. Masaa machache tu, 3 4 kufikia tena muda mwingine wa kwenda kazini. Muda wote yeye anawekeza kwenye kutafuta mkate, lakini roho yake hailishi. Unalisha mwili wako, haulishi roho yako, lazima utapata matatizo, kwa sababu roho yako inahitaji kula, na roho yako hailishwi na chakula ambacho ni mkate. Roho yako inalishwa na neno la Mungu. Kwa hivyo mkate ukiutafuta peke yake, hasara yake utashindwa kubalansi, kujua hapa natakiwa nitafute mkate kwa kiwango hiki, na nikipata mkate, nikipata riziki hii, nigawane na nani, niitoe kwa namna gani ama kwa jinsi gani. Wewe utakuwa unajilimbikizia vitu, unajilimbikizia mpaka mwishowe utaanza na kukufuru, kwa sababu haukutafuta balansi ya riziki yako. Na balansi ya riziki yako ipo katika neno la Mungu. Mungu anakufundisha kwa habari ya riziki yako. Ndio maana Yesu akamwambia Shetani, mtu hataishi kwa mkate tu, ila ni kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Sasa wewe, kwa nini unaishi kwa mkate peke yake? Kwa nini unahangaika kutafuta mkate peke yake? Kwa nini yani hautulii? Yani uwe na mkate, uwe na mkate, uwe na mkate. Mkate unatoka kwa Baba. Huo mkate unaohangaika nao, ukijiseti vizuri tuna Mungu wa mbinguni, utaona baraka za mkate hazikuhangaishi. Utalala mapema, utaamka muda unaofaa, utapata muda wa kuilisha roho yako. Kwa hiyo ukiona wewe unahangaika na mikate tu, unahangaika na riziki tu, maana yake wewe baraka zako hazitoki moja kwa moja kwa Mungu. Kuna shida mahali, maana Mungu anasema haitakiwi kujisumbua, kuamka mapema, kulala kula kwa tabu, haitakiwi kujisumbua, bali Mungu mwenyewe ndiye anatoa riziki. Ukisoma Mathayo sura ya 6 aya 11, kuna sala ambayo Yesu alikuwa ameifundisha. Katikati ya ile sala ndani yake kuna neno linasema, utupe leo riziki yetu ya kila siku, ama utupe leo riziki yetu. Naposema utupe leo riziki yetu, maana yake ni riziki ya leo. Kwa hiyo si ni kila leo, si ni kila siku. Tafasiri na kuambia kwamba kumbe riziki inatoka kwa Mungu. Kwa nini unajihangaisha? Kwa nini unajihangaisha kuyatafuta maisha kiasi kwamba unakosa amani, unakosa raha, unakosa muda wa kulisha roho yako? Maana usipoilisha roho yako lazima ukose amani. Usipoilisha roho yako lazima ukose raha. Kuna namna mwanadamu ambaye ailishi roho yake sawasawa, anakuwa hayupo sawasawa. Yaani ukimtafuta tajiri anayemtumikia Mungu, ama mwenye mafanikio anayemtumikia Mungu, ama mwenye kipato, mwenye uchumi mzuri anayemtumikia Mungu, yuko tofauti sana na mtu ambaye ana uchumi asiyemtumikia Mungu, katika kuamua, katika kutenda, katika kutunza hata mali zake. Mtu asiyemtumikia Mungu ni rahisi hata kwenda kununua majini ili aitunze mali yake, lakini mtu anayemtumikia Mungu akiwa na mali atakuwa na hofu juu ya mali yake. Lazima atajua kuna kuwasaidia masikini, lazima atajua kwamba kuna kupumzika, lazima atajua kwamba kuna wakati anatakiwa nilishe roho yangu, kwa sababu anamtumikia Mungu, na maisha yake yatakuwa ni ya raha na amani. Zaburi 127 aya 2, neno la Mungu linasema, kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala na kula chakula cha taabu. Yeye humpa mpenzi wake usingizi. Mungu anasema kazi yako ni bure. Wewe unaamka mapema na kukawia kwenda kulala, kazi yako ni bure. Ni bure kwa nini? Ni bure kwa sababu unaamka mapema, unakawia kwenda kulala, halafu katika muda wote huo hauna muda wa kuilisha roho yako. Wewe ni bure. Unatafuta kuilimbikizia mali za mwilini, roho yako hauilishi. Wewe ni bure.
Unakula chakula kwa taabu, yani muda, niko bize, ngoja nitakula baadaye, ngoja. Yani hata mfumo wa kuulisha mwili wako wenyewe ni shida. Unatafuta mkate wa mwili wako, mkate unaupata, alafu kuulisha mwili wako unaulisha kwa shida. Mungu anasema wewe ni bure. Lakini Mungu anaahidi na kusema yeye humpa mpenzi wake usingizi. Kule kwenye sala ya Bwana tunaona kwamba utupe leo riziki yetu ya kila siku, ama utupe leo riziki yetu. Sasa ukishasema utupe leo riziki yetu, ni kila siku. Sasa hiyo kila ukisema leo maana yake ni kila siku, sio? Na hapa anakwambia yeye humpa mpenzi wake usingizi. Usingizi ni nini? Usingizi ni utulivu, sio kulala fofofo. Unapomtumikia Mungu anakupa utulivu wa ndani yako, anakupa utulivu wa nafsi yako, anakupa utulivu katika kutafuta. Utajua muda sahihi wa kuamka, utajua muda sahihi wa kupumzika, utajua muda sahihi wa kulisha roho yako, utajua muda sahihi wa kutembelea watu, utajua muda sahihi wa kuwasaidia wenye uhitaji. Utagawanya masaa yako 24 yatakaa vizuri. Lakini wewe ambao unakurupuka tu, unaenda asubuhi, yani kila wakati niko bize, kama ufanyi kazi ya kuokoa uhai wa watu, wewe ni bure. Waachie watu ambao wanafanya kazi za ulinzi, kazi za kuokoa watu. Hawa wanasali, lakini muda mwingi wanaokoa maisha ya watu. Madaktari wako katika hali ya kuokoa watu kila wakati. Yani anakuwa yuko bize, ingawaje anaweza siwe bize masaa 24, lakini muda wote yupo kazini. Na watu wengine wanaofanya kazi za namna hiyo. Lakini wewe unaamka, unawahi biashara zako, tunawahi kazi yako. Yani ndicho unachokifanya. Wewe ni bure. Ndio hii Zaburi ya 127 aya ya 2 inakuhusu. Shika Biblia yako usome. Kazi yenu ni bure mnaoamka mapema na kukawia kwenda kulala. Yani kazi yenu ni bure, sio kwamba mpati, lakini mbele ya Mungu ni bure. Kipato unapata, mkate unapata, lakini mbele ya Mungu ni nini? Ni bure. Tatizo nini? Mkate. Nimetafakari sana kuhusu mkate, nikawaza nikasema, mkate unasumbua watu, mkate unaumiza watu. Maisha kutafuta mkate, maisha kutafuta riziki, halafu hata kula vizuri hauli. Hilo ni tatizo. Ndio maana leo watu wanapigana, maslahi ni mkate. Mataifa yanapigana, maslahi mkate. Ukiangalia vurugu kubwa ni maslahi nini? Mkate. Hakuna anaweza kupigana akiwa na njaa, hayupo. Ukiona mtu ananyanyua mkono wake, ananyanyuka kwenda vitani, huyo maana yake ameshiba. Huwezi kwenda vitani una njaa, mkate. Lakini ukiwa na neno la Mungu utajua kama kuna vita na kuhusu, utapigana. Lakini vita isiyo kuhusu utaacha. Ndani yako kuna neno la Mungu. Utajua natakiwa kula kwa sababu nimeumbwa ili nimtumikie Mungu nikiwa na nguvu stahiki. Kwa lazima nile vizuri nimtumikie Mungu. Kinyume cha hapo niweke muda wa kujitesa katika mfungo. Maybe vitu vya namna hiyo. Lakini wewe hauna mfungo. Wewe hauna muda maalum. Yani wewe ni kuhanja asubuhi mpaka jioni. Yani watoto hausalimani nao sawa sawa. Familia yako haikuoni sawa sawa. Umekuwa bize na biashara zako. Bize. Vinapita. Hizo kazi zinapita. Hayo maisha ya kimwili yanapita. Mwisho wa siku roho ambayo ulishindwa kuilisha, nafsi itakwenda kushuhudia huko kwamba huyu hakuilisha roho vizuri. Nafsi tulitaabika na roho ndani mwake kweli kweli. Manake neno la Mungu halikuwamo. Ukienda kanisani speed, unataka kutoka haraka. Yani neno limekuwa ni la option. Neno la Mungu limekuwa ni ziada, sio kitu cha msingi. Lakini Mungu anakuambia mtu hataishi kwa mkate tu, ila kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu mwenyewe. Sasa neno litokalo katika kinywa cha Mungu ni lipi? Biblia yako. Je, kila siku kama unavyokula asubuhi, mchana, jioni, ama asubuhi ama jioni, kila siku mimi naamini wewe unakula. Haijalishi hata kama unakula kwa taabu, hata nyinyi mnaokula kwa taabu mnakula kila siku. Je, jinsi unavyolisha mwili ndivyo unavyoilisha roho yako? Tafakari. Na ukisha tafakari, chukua hatua. Anza kuweka ratiba
ya kulisha roho yako. Najua wakati mwingine inaweza kuwa ngumu. Muombe Mungu akusaidie. Omba neema ya Mungu akusaidie ili uanze kuweka ratiba maalum kwa ajili ya kulisha roho yako kupitia neno la Mungu. Utakwenda kanisani, neno ulijui, utaingia na utatoka kama ulivyoingia. Hakuna kitu utatoka nacho kwa sababu neno halipo ndani yako. Lakini neno likiwa ndani yako ndio lenye maarifa, ndio lenye uchumi, ndio lenye baraka. Yani baraka zako, uchumi wako utokane na neno la Mungu, utokane na kulishwa kwa roho yako, utakayofanikiwa mwilini mwako, uchumi wako mkubwa, umefanikiwa na umestawi vizuri, na rohoni uwe umestawi namna hiyo. Ukiwa namna hiyo, manake wewe umefanikiwa. Leo nimetaka tutafakari kuhusu nini? Mkate. Kwa hiyo mkate unaleta shida. Unapotafuta mkate ukumbuke kuna chai ya kunywea. Unapotafuta kulilisha tumbo lako ukumbuke kuna roho inatakiwa kulishwa vile vile. Roho hailishwi kwa mkate wako. Roho inalishwa kwa neno la Mungu. Nimekuletea tafakari leo kuhusiana na mkate, uanze kujua kwamba wapi ulipo. Kwa hiyo ukiona inapita siku haujasoma neno la Mungu, halijaingia ndani mwako, wewe tayari upo kwenye tatizo. Ikiwa siku moja tu imepita neno la Mungu haulijui, wewe upo kwenye tatizo. Mungu akutie nguvu uweze kubadilika, uanze kulisha roho yako kama unavyolisha mwili wako. Tena ikibidi lisha roho yako zaidi kuliko mwili wako. Maana ukiilisha zaidi roho yako, kuna mambo mengine ya kimwili yanakuja yenyewe hata hautoyatafuta. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho kupitia channel ya Mikono ya Kristo. Endelea kufuatilia katika mitandao ya kijamii Instagram, Facebook pamoja na TikTok. Tunapatikana huko pia. Lakini tunayo channel ya WhatsApp kwa jina hilo la Mikono ya Kristo. Una swali, unahitaji msaada, maombi, maombezi, ushauri, tafsiri za ndoto, ziko namba za simu. Unaweza kutupigia, tukawasiliana, tukaongea, tukashauriana na ukapata kubarikiwa kadiri ya mpango wa Mungu aliyokusudia ndani yako. Endelea kushare pia mafundisho haya kwa watu wengine ambao pengine wana kiu ya kusikia neno la Mungu lakini hawajui watalipata wapi, ama hawajapata baraka hiyo. Utakaposhare kwao, watakuwa nao wamepata neema ya kulisikia neno la Mungu, watapata neema ya kupata maarifa ya kimungu. Ulikuwa na mimi mtumishi wa Mungu Norbert Simoni Mpunga. Hadi wakati mwingine. Bye bye.